Anaitwa Ramadhani Rashid Luka, mkazi wa jiji la Dar es Salaam, mzaliwa wa mkoa wa Morogoro, kijiji cha Mkulazi. Elimu yangu ni ya msingi tu, sina zaidi ya elimu. Pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimebahatika kuingia jeshi 89 mwezi wa 6, intake 27, na baada ya kumaliza mwaka 90 nilifanya kazi nao. Baadaye nikaacha kazi, nikaamua kujitegemea mwenyewe. Nashukuru kwamba kuna rafiki tu alijitokeza mmoja, simjui ana kazi gani, lakini alipokuja kuniambia, bwana, mimi ni director wa Bongo Movie, na hiyo kitu mimi nilikuwa naipenda tangia siku nyingi sana katika maisha yangu. Basi mimi nikajikita. Ilikuwa mwaka gani hiyo? Ilikuwa mwaka 2005. Mwaka 2005 ndipo nilipoanza sanaa yangu mpaka kufikia hatua hii hapa nilipo. Kwenye siri za Ramadhani nimejaribu kutoa elimu kidogo kwa jamii, kwa sababu si wote ndani ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani mtukufu wanafunga, na si wote wa staarabu na hekima. Kwa maana kuna wengine huwa wanafanya mambo yasivyo, wanafanya mambo kama hawapo kwenye mwezi wa Ramadhani. Mtu anafanya ufusika, mtu anaingia magesti, mtu anafanya hiki na kile. Kwa hiyo sisi tupo kama kuielimisha jamii. Hatuna lengo hilo wala hatuna lengo baya, isipokuwa tu tunaelimisha jamii kiufupi. Hiyo naweza kusema ni story, kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba hii ni sinema, na sinema huelimisha jamii, kwamba mimi nimecheza kweli kama nimetoka Durban huko kwa kaburu na nini, lakini haikuwa kweli. Na mshike ule ambaye mliouona kwenye TV kupitia series zetu, basi ile ilikuwa si ngumi za kweli, bali ilikuwa ni kuelimishana tu. Sini ambaye ilinipa changamoto ni ile ambaye kwa karibu na mke wa mtu, kwa sababu yule shemeji yangu mke wa mtu, na muheshimu, ananiheshimu. Mimi ni mume wa mtu, yule ni mke wa mtu. Sasa naogopa huko mitaani nikija kukutana na wahusika wasije wakanitolea panga. Hiyo ndio hofu yangu. Changamoto zipo, kwa sababu hizi filamu zetu tunaweza kuzicheza ndani ya mwezi wa Ramadhani mtukufu. Kwa kweli, kiukweli kabisa, kuna baadhi ya wananchi wenzetu wengine wanajisikia vibaya kuona kwamba wao wamefunga, lakini kumbe sisi sote tumefunga. Kwa hiyo ile funga imetufanya sisi tuumize kichwa na tuchoke kwa haraka, lakini tutafanyaje na tupo kazini? Sini ambayo mimi naipenda ni ile ambayo niliyokutana na ngadu vijana wanasema, na kijana wangu ni kikili ile bwana. Ile kwa kweli ilifanya mimi siku ya kurudi nyumbani jioni yake nikameza vidonge vya Panado. Mimi nawaambia tu watazamaji au wadau wetu wategemee kupata vitu vizuri zaidi, tena na zaidi. Wasije wakawa na mawazo ya kwamba labda watakuwa wameishia jangwani au wamefeli kabisa. Hapana. Mimi najivunia na director wangu kijana tu, ni kijana mdogo sana. Namjua kwa jina la Chito. Jina la kisanaa hilo. Ni mtoto hatari, Chito Pela. Mnyama Chito Pela, mjobwezi huyo. Namkubali miaka 100. Amenivuta fadhake hapa. Ndio tujumuike bwana, tufanye kitu. Na kweli kitu tumekifanya na tunaendelea kukifanya, na hatutochoka kufanya mpaka Mwenyezi Mungu atutenganishe. Lakini kama tungali hai, hata kama nitatembelea Mkongoja, na waambia jamani, mimi bado nipo na sanaa ipo na mimi kichwani mwangu. Asanteni sana.